في قول عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. wana Allah subhanahu wa ta'ala hapa akawaamrisha si wakeze mtume sallam na banati zake bali na wanawake wa waumini washushe yale mashungi yao, bimaana wajifunike stara ya hijabu kisawa sawa. لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب كما أمر به أمهات المؤمنين قد أمر به صلى الله عليه وسلم بناته ونساء المؤمنين. Kwa ile jilbab kuiteremsha na kujistiri vizuri kama vile wameamrishwa mama wa waumini, na kadhalika binti zake mtume sallam, na kadhalika wakaamrishwa wanawake wa waumini. Wa huwa yadullu ala anna al-hukma laysa khassan bi ummahati al-mu'minin bal lahunna wa lighayrihinna. Na hii ni dalili ya wazi kwa hii hukumu si khassa kwa ummahati al-mu'minin, bali hukumu hii ni kwao na kwa wengineo katika wanawake wa Kiislamu. قال وأشار بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى أنه لو كان الحكم خاصا بهن على سبيل الفرض فإنهن قدوة حسنة لغيرهن من النساء. كيش كذلك كيشرية الإمام الشنقيطي رحمه الله وإكيوه هي حكم خاصة وأمهات المؤمنين وكواوان فراذي basi wao ni kiigizo chema, ni mfano mwema wa kuiga kwa wengineo katika wanawake waumini, wawaigi hawa. فقال رحمه الله وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب. ukishajua wewe kwa yale tuliyotaja katika hukumu ya aya hijab kuwa imeenea wanawake wote wakeze mtume sallam na wengineo katika wanawake waumini, na yale tuliyotaja pamoja na hizi hoja tulizozitaja katika aya ambazo ni dalili ya jambo la hijab la mwanamke kujistiri mwili wake mzima kutokamana na wanaume ambao ni ajanib, ambao si maharimu wake, alimta anna alquran dalla ala alhijab. Hapo utafahamu kuwa Qur'an imewaelekeza wanawake katika kujistiri, kuvaa hijab ya kisheria. قال ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة. kisha hapa kataja ile jambo tufaradhie kwa mfano zile aya za hijab na kujistiri mpaka uso ni hasa kwa wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna shaka kuwa wao ni mfano bora kabisa wa wanawake wa Kiislamu kuwaiga katika adabu tukufu, adabu ambazo zapelekea natija yake kule kupatikana utakaso uliotimia kwa wanawake na kutojichafua na uchafu wa tuhuma mbovu mbovu. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم, yoyote anayejaribu kuwakataza wanawake wa Kiislamu kama walinganizi wanaolingania katika wanawake kuacha nyuso zao wazi na kuvaa ovyo ovyo na kutangamana na wanaume, qala min al-iqtida'i bihinna fi hadha al-adab as-samawi al-karim المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. anayewaelekeza wanawake katika kuacha nyuso zao wazi na katika kuvaa ovyo na kutangamana na wanaume badala ya kuwaiga hawa wakeze mtume wa sallama katika hii adabu ambayo imeteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndani yake kuna usalama wa heshima zao na utakaso kwa wao kutokana na uchafu wa tuhuma mbaya mbaya. Anayewakataza wanawake kujistiri huyo awafanyia ghushi ummati Muhammad maridhul qalbi kama tara, ni mtu mgonjwa wa moyo kama unavyoona. Kwani hakuna katika mashekhe humu ambao wakienda kutoa mihadhara na nini katika maholi ya wanawake moja kwa moja atakawaone wale wanawake wake za watu, wewe watakia nini? Wewe watakia nini wake za watu? Kwani wakisikia sauti yako haijatosheleza kufikisha elimu? Na kuna wanaume madayuth wakawapeleka wake zao bila ya kujistiri katika sehemu kama hizi. Lakini si shekhe. Nani alikwambia shekhe katolewa sumu? Huyo shekhe hana matamanio. Na wengine husema so bwana sawa sawa ni kuonana bwana. Uonane na nani? Wewe shekhe utokape?
min jabaka anta, nani ankuleta hapo shekhe? Kuna wengine watakaowekewa nzirani hao, kuna wengine hukasirika haswa wakiwekewa hijab na kizuizi wasione wale wake za watu na binti za watu. Mambo bwana yafanyika ya ajabu bwana. Alafu uvutwa na mavideo, wakawavuta na wake za watu na mavideo. Kesho wewe waje kumwona mke wako katiwa kwenye YouTube, ulimwengu mzima wamuona binti yako, wamuona mke wako. Sallallahu alaihi wasallam. Hawa mashekhe wakome na heshima za watu. Na wanaume wacheni udayuth ndani ya manyumba. Tusimamieni wake zetu na tusimamieni binti zetu na watu wetu wa nyumbani kisawasawa. Tuwaelekeze katika mambo ambayo yana tahara kwa wao, si kuwaacha ovyo ovyo. Nimesikia makta ya Sheikh Al-Fauzan azungumza kwa hurqa, namna watu walivyobadilika, namna hali zilivyobadilika. Akawa yukari ittaqullaha fi an-nisaa, ittaqullaha fi nisaikum, ittaqullaha fi banatikum. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sasa hivi karibuni hapa mtaona zitaanza kuzuka bid'a za maulidi hapa. Nas'alullah al-afiyata was-salama. Watatolewa wanawake katika majumba kwa madai enda maulidini, si watakuwa khurafi. Baba ogopa kupinga, tambua mpinga mtume, si khurafi. Huko ndiko unakufikisha ukhurafi, utakufikisha wewe kuwa dayuth.